Kwa majina naitwa Fortunatus Semanaye. Ni mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kahama mjini. Kwa ujumla mimi ni mwalimu mwanzilishi wa kikundi cha watoto pale Kahama mjini kinaitwa COB. Na kikundi hiki cha watoto marehemu Michael Bukuru alikuwa anakipenda sana. Naam. Hata ushauri wake wakifanya vizuri alikuwa anawapongeza mara nyingi. Anaweza kupigia simu kukuambia. Lakini baadaye kijana huyo alikuwa anasoma boarding. Nafikiri alibadilishwa shule. Na wakati huo akaniambia yeye mwenyewe kwamba huyu kijana wangu namleta kwa sababu naona watoto wanafanya vizuri. Natamani na kijana wangu huyu Joseph awemo kwenye kikundi hiki ili aendelee kujifunza kwa ajili ya future yake. Hatukujua yale kama yangetokea, lakini baba yake kwa kweli alikuwa na nia ya kumleta mtoto wake, na alikuwa anakuja wakati wa uhai wa baba yake pamoja na mama yake, ananipigia simu ananiambia namleta mtoto kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo alikuwa ameshaanza kuja na kufanya mazoezi wakati wa uhai wa baba yake pamoja na mama yake. Walikuwa nakimtia moyo sana hata ukikutana naye kwamba watoto wanafanya vizuri. Kwa hiyo ndio hicho ambacho hata baada ya baba yake kufariki aliendelea kuja, na mama pia akaendelea kumsukuma mtoto ili aje kukutana na watoto wenzake wenye rika lake na kumtia joto kwa ajili ya kazi yake na kukinoa kipawa chake. Okay. Uliona nini kwake? Lakini pia kwa kipindi ambacho umekuwa naye kama mwalimu wakati unamlea, umegundua ni mtoto wa namna gani hasa kwenye kipawa cha uimbaji? Asante sana. Cha kwanza nilichokiona ni ile nia ya wazazi. Na kwa kweli na Joseph alikuwa mwimbaji tangu awali na alikuwa na nyimbo zake kwenye mtandao. Lakini nia ya wazazi kutoka kwa baba na mama walivyokuwa na msukumo mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anasonga mbele. Hicho ni jambo la kwanza. Lakini mtoto hata baada ya kuwa anakuja kwa sababu anatoka kwenye familia ya uimbaji. Kwa ujumla familia ya Zabron ni waimbaji wakubwa kabisa. Na vipawa sio vya kutafuta. Ina maana tayari waishaonyesha wakubwa na watoto wao wanawapitisha tu kwenye njia hiyo. Kwa hiyo alipokuja niliona kitu kikubwa ambacho kiko ndani yake na hata uwezo. Na sehemu yangu ilikuwa ni kama mtu labda unanunua panga dukani mpya. Inaweza kama mpya lakini haijanolewa tu au haijanolewa sana. Kwa hiyo kazi ambayo tunaifanya ama nayoifanya kwake ni kuongeza makali tu. Kipaji anacho, familia ina uwezo mkubwa wa kuimba. Kwa hiyo tu ni kama umepewa panga, yule anayenoa anaweza kana kwa baisikeli akanoa panga lakini ikawa na makali zaidi. Kwa hiyo tunachokifanya ni hicho kwa sasa, kumjenga asimame imara kwa ajili ya kuimba. Lakini fursa yake na uwanja wake ni mkubwa sana kwa sababu hata Zabron wako pale na najua wana support nyuma ya pazia. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo mimi niliona kwake kwamba ana kipawa na akiwezeshwa kwa umri wake akanolewa atafanya kazi kubwa zaidi. Okay. Maana yake kwenye uimbaji katika nyimbo zote ambazo zinasikika, of course nimeona kama nyimbo 4-5 hivi, licha kwamba leo tutatambulisha wimbo mpya kabisa. Nyimbo zote anatunga wazazi wake kwa maana mama yake, au pengine ni baba yake mdogo kwa maana Jafet, au ni wewe unamtungia nyimbo anaimba, ama inakuwaje? Asante. Kwa nyimbo ambazo nyingi tumezifanya, kati ya nyimbo 4 ama 5 zilikuwa ni cover ambazo baba yake alizitunga. Na familia ikaona kwamba ili kuendeleza hata YouTube channel ile ni vizuri akafanya cover ya nyimbo hizo ambazo baba yake aliziacha, zingine hazijarekodiwa. Lakini pia Jafet namuona akifanya kitu, akishiriki kwa ajili ya kumsaidia mtoto wa ndugu yake na mtoto wa rafiki yake. Kwa ajili ya kumsaidia. Lakini hata sisi pia kwa neema ya Mungu kadri inavyowezekana, kuna watu wengi ambao wanamuunga mkono. Watu wengi wanaomuunga mkono huyo kijana, na hata wengine wanapiga simu, hata waimbaji wakubwa kabisa wakisema wanataka kutunga nyimbo, na wengine wameshatunga zikatuijia. Kwa hiyo
lolote itakalohitajika kulifanya. Kwa kweli kuna jamii ya watu wengi nyuma ya pazia, ikiwemo sisi Jafeti kama ana wajibu wa moja kwa moja kwa maana ya kumwendeleza mtoto wa ndugu yake na waimbaji wengine wa nyimbo za Injili Tanzania wanaonesha kuguswa sana hata kuomba familia kwamba tuna wimbo au naandaa wimbo kwa ajili ya huyu kijana ili aimbe. Kwa hiyo anaungwa mkono na watu wengi kwa kweli. Yesu ni daktari, daktari wa moyo wangu. Yale magumu kwangu na amini unayaweza. Nimekukimbilia, Bwana nisije aibika. Nimeshakukabidhi ubebe yote. Mungu wangu imara kwa hali zote. Gunduaje kama unaweza kuimba? Kwanza una miaka mingapi sasa hivi? 10. Una miaka 10? Ndiyo. Uligunduaje kama unaweza kuimba? Au baba ndo alikuwa anakuambia? Ndiyo. Baba yako ndo alikuwa anakuambia kwamba unaweza kuimba? Wimbo wa kwanza wimbo gani ambao ulipewa kuimba? Tumkumbuke Mungu. Tumkumbuke Mungu. Jose, kwa nini unapenda kuwa mwimbaji? Kwa sababu nina kipaji. Na kipaji? Ndiyo. Ndio maana unapenda uimbaji? Ndiyo. Sasa hivi unasoma darasa la ngapi? La 6. Darasa la 6. Ndiyo. Unaweza kutunga nyimbo ama wewe unapewa tu nyimbo unaimba, au wewe unatunga pia? Au bado hujaweza kutunga nyimbo? Ndiyo. Bado hujaweza? Ndiyo. Kwenye video nini? Kwenye uimbaji? Au hakuna changamoto yoyote? Ndiyo. Hakuna changamoto yoyote? Ndiyo. Okay. Nilitamani kujua mwalimu, kwa sababu unamsimamia, uelewa wake kwenye kumanage ikiwemo upande wa hizi cover, mfano ambapo mnampa anaimba, lakini pia uelewa wake akiwa location, mapokeo yake kwenye uimbaji, uharaka wake na silaha yake kubwa ni ipi katika uimbaji? Asante. Kwanza kwa swali ambalo umemuuliza, mara nyingi ananiambia lakini anaweza kasahau, anatamani kuwa kama baba yake. Okay. Yaani ana spirit kubwa sana ya kutamani kuwapatia watu kila ambacho baba yake alikuwa anawapatia. Na nadhani ana nafasi maalum hata kwa Zabron Singers yakikua kusema sasa hivi bado ni mtoto na wale ni watu wakubwa. Na ndio maana tunamweka kwenye kikundi cha watoto ili kumnoa, lakini mwisho wa siku atakuwa na namba pale. Na watu one day watasikia kila ambacho baba yake alikuwa anakifanya ndani ya Zabron siku moja kwa mapenzi ya Mungu. Jose ni mtu ambaye anajituma sana. Akifundishwa kitu anashughulika nacho. Hicho ndio pia tumempendea hata kwa kikundi. Hata mkiwa kwa zoezi anapambana kabisa kulingana na umri wake. Unajua kila mtu ana namna yake kulingana na makuzi yake. Na kwenye kikundi kuna wakubwa kidogo, wadogo kidogo. Kwa hiyo wadogo wanatakiwa kufanya hata kama ni sehemu ndogo kulingana na umri wao ama udogo wao. Wakubwa nao wafanye sehemu kubwa kulingana na ukubwa wao. Kwa hiyo Jose anapambana kila mahali. Ukiweka kwenye zoezi anapambana sana. Lakini mkiwa kama ni masuala ya location ana apply kwa haraka. Na anafanya kila anachoweza kukiweza. Sema kila kitu kwa mimi ambaye nimekaa na watoto kwa muda mrefu, kuna vitu ambavyo ni vya kusukuma kuvisukuma, una press mpaka kitu fulani kitokee. Na hicho ndio tunachokifanya kwa watoto. Wakati fulani hawajitegemei. Ukiwa studio inabidi ufanye kazi kubwa zaidi kuliko kumfundisha mtu mkubwa akaimba tu mara moja. Lakini ukiwa hata kama ni studio una rekodi, inabidi mtoto yawezekana arudie mara nyingi sana. Na kufanya chaguo la kila alichokifanya kizuri zaidi. Kwa hata yetu kiwa location, hata kama ni kwa video, inahitaji kumzungumzia mara nyingi zaidi. Kuna wakati amechoka, lakini wewe unataka kitu fulani kwake, inabidi ukitafute mpaka ukipate. Lakini inawezekana kabisa, ndio maana hata video zako unaziona amefanya vizuri. Kwa hiyo kazi kubwa inapofanyika nyuma ya pazia, mara nyingi hata mamake anakuwepo location. Akiona amechoka kidogo anamuita,
Akiona labda hana mudi kidogo, inabidi kumuongelesha kidogo ndio muendelee kulingana na umri wake. Lakini mamake pia anafanya kazi kubwa sana. Hakuna mahali ambapo Josa anakuwa ukamkosa mama yake hata kama ni location. Sawa. Kuna la mwisho ambalo nataka kufahamu. Kikundi chenu kinaitwaje na mna nyimbo zenu pia? Ndio, kikundi chetu kinaitwa Channel of Blessing. Kwa maana ya mfereji wa baraka. Kikundi hiki kina umri wa miaka 4 sasa. Na kina nyimbo nyingi. Nyimbo tu kama ni audio tuko na zaidi ya audio 300 na lakini kama ni video tuna nyimbo nyingi karibia 50 kwa mitandao. Hongereni sana. Asante sana.